Kando na hayo ni eti kwamba ulimwengu unapoadhimisha siku ya kifua kikuu leo hii katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi, waziri wa afya Aden Duale, katibu katika wizara hiyo Mary Muthoni wameahidi kushirikiana kwa ukaribu na serikali za kaunti ili kuhakikisha kuna kuwepo na vipimo vya mara kwa mara ili kukomesha ongezeko la ugonjwa huu wa kifua kikuu humu nchini. Sebastian Maria anaarifu. Maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani humu nchini yameandaliwa katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi hii leo. Viongozi mbalimbali akiwemo waziri wa afya Aden Duale pamoja na katibu katika wizara ya afya Mary Muthoni wamejiunga na Wakenya kuadhimisha siku hii. Curable and preventable disease still kills 1.3 million people every single year. It is a day we are called to account for what remains undone and what we must do. Waziri wa afya Aden Duale akitoa hakikisho la wizara ya afya kufanya kazi kwa ukaribu na serikali za kaunti katika kukabiliana na visa vya kuongezeka kwa ugonjwa wa TB miongoni mwa wananchi, huku akiorodhesha baadhi ya kaunti zilizo na maambukizi ya juu ya TB, Nairobi ikiwa inaongoza. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environments, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to say that Nairobi is one of the leading counties in TB causes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with partners, and this changes every month and every quarter. But we really want, because health is involved, we really want our counties to take the lead. Katibu wa afya Mary Muthoni amewataka wadau katika sekta ya afya kushirikiana kwa pamoja katika kuwafanyia Wakenya vipimo vya mara kwa mara, akiongeza kuwa ipo haja ya wananchi kuwa wanapata mafunzo ili kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu. Ladies and gentlemen, government cannot end TB alone. So I'm calling upon the private sector to join hands with government, and it will take dedicated healthcare workers, it will take community health promoters, it will take families who stand with their loved ones, like we saw here. It will take survivors who chose to speak out so that others may seek care without fear or shame. So today I call upon every Kenyan, if you have a cough that is not going away, fever, night sweats, or weight loss, please go for testing early, because TB is preventable, and TB is treatable, and TB is curable. Let us reject stigma, let us use compassion, let us act with urgency, and let us stand together as one nation, one people, with determination. Sebastian Maria, Undugu TV.